Yaani ukimwona Shaboko ni package kubwa sana. Asha vipi? Safi pia. Kwanza heshima yako, shikamoo. Marhaba, uko poa? Ile video ya Sharo Millionaire malipo yake yalikuwaje? Yaani toka miaka hiyo mpaka leo nitakumbuka nimelipa bei gani? Yaani video inapoanza tu unaonekana wewe. Inaonekana ulipo la nyingi sana pale. Yaani hujui kwamba alikuwa msanii mchanga yule, ndio kwanza alikuwa anaanza. Kwa hiyo kuna kumuonea imani, kuna kumboost. Na ni msanii mwenzangu na nimetoka naye kwenye kampuni moja, tulikuwa tunafanya kampuni moja kweli. Nikusaidie kutajwa kampuni. Kwa John Riba. Wao sio kwa John Riba. Ilikuwa Liliami. Wewe? Tumetoka wote Liliami Bwana wewe. Vituko show. Hivi dada Asha, hivi ulivyofanya ukasti kwenye ile nyimbo, ulisha kufanyika ukasti kwenye nyimbo zaidi ile ikatembea kuliko ile? Baada ya pale tukaona mashaboko wengi sana mjini. Kama mtu anione, mashaboko wengi lakini shaboko mwenyewe ni mmoja tu. Agawanyiki. Ashaboko ni mmoja tu agawanyiki. Yaani wapo wengi lakini Ashaboko ni mmoja tu agawanyiki. Hivi ilikuwaje ukaitwa Ashaboko? Ilikuwa nimeitwa Ashaboko? Kwani unaonaje mimi? Unanionaje ukikutana na ndugu zangu? Ilikuwa ndugu zangu viboko unanionaje mimi yani? Yaani ukikutana nao ndugu zangu viboko unanionaje mimi? Asha viboko Ashaboko. Mimi Ashaboko. Sasa ndio nimekatisha. Je, ukikutana na kiboko mwenyewe unamuonaje? Yaani ilikuwaje ukaitwa Ashaboko? Imekuwaje kaitwa Ashaboko vipi? Yaani unaitwa Ashaboko. Yaani hilo jina, yani wewe sema hilo jina imekwaje, umelipataje, liko kwenye ukoli? Nataka uniambie ilivyokuwa hilo jina lilipatikana vipi? Ndio ninachokihitaji mimi. Hilo jina sasa tulikuwa tunashuti tamthilia. Tulikuwa tunashuti tamthilia, nikawa alikuwa mume wangu Kiwewe. Kwa hiyo ndio nilipokuwa namtesa, anampiga, anafanyaje, ndio akaniita Ashaboko, punguza kipigo. Basi ndio jina likanani. Likaanzia pale. Kwa baada hapo sasa Kiwewe naye akaamua kuacha kabisa kufanya uji. Maana sasa hivi amepotea kabisa. Hajapotea bwana, akapotea njia gani? Ni sio kama zamani. Yupo anafanya mishimisha zake nyingine. Wapi? Yupo hapa sasa, nimtafute kwa miguu. Yupo. Na mimi tunawasiliana na kuwasiliana naye, nawasiliana naye, yupo. Sema nahisi sasa hivi anamtumikia Mungu. Wewe mtumikia Mungu kabisa? Namtumikia Mungu, lakini kama mtu kuna jinsi yake anapomtumikia Mungu mwenyewe. Hivi Ashaboko mtani anakuwa ni mtu wa namna gani? Anapendelea nini sana sana? Style yake ni nini? Ashaboko style yake nini? Mimi sina style yote zaidi yao kupiga story na wenzangu nini, kazi za nyumbani, kuosha vyombo, kufanyaje, kupika, ndo style yangu. Sio style kabisa. Sasa hata kama zamani nimefanya style, kwa sasa hivi jamani, style gani nishafikia umri huu? Sasa kuna vibao kata tunavyonaga vingi, tunaona tu sasa hilo uno nalo. Wewe unavyoona hilo uno nalo, maana sasa hivi tumbo na maziwa na kila kitu vimechanganyika. Uno hilo nalikatia sehemu gani? Sina gym lakini. Kwa hiyo ukiwa na gym nikakate kiuno nikafanyaje kwenye gym? Tunatafuta namba fulani hivi bida fulani hivi. Kumbe nyinyi ndio mnasababisha wale wanaendaga China kutengeneza nini, kumbe kwa ajili yenu Hapana. Kumbe sasa tunakujua tu kwamba unapendelea nini, ndio maana umeeleza vitu vingi sana. So far sasa hivi tunaona vijana wengi wanafanya kama nyie, lakini kumeibuka mambo mengi sana. Ni kwamba wanafanya lakini nguvu inayotumika ni kubwa sana. Nyie mlifanya kwa nguvu fulani hivi lakini vitu mpaka leo vinaishi. Mlitumia mbinu gani? Tulitumia mbinu gani? Yaani ukitaka kudumu kwenye kazi, kwanza uwe na heshima, kuheshimu watu wako wanakuangalia, kuwapenda na kuwaletea vitu vizuri ambavyo vinaeleweka vya kuelimisha jamii. Na ndio maana vinadumu. Lakini kama kitu cha ambacho hakielimishi jamii, labda kina matusi, kina maudhui hayaeleweki, hakiwezi kudumu. Sasa tuna vitu vingi vimeibuka sana Watu wanakopi mpaka the way ambao ulivyokuwa unafanya. Hao unawaambiaje hao? Waendelee kukopi. Sio umejisikia kukopi bwana. Unajua vya kukopi huaga havidumu sana Vya kukopi havidumu sana. Wao umeona watu wengi, kuna watu walikuwa wanamuigiza Sharo Millionaire, sio huyu si anamuigiza Kanumba, wako wapi? Ukitaka kutoka toka na chako. Ukitoka na cha mwenzako huwezi kudumu. Au ipo hai au amekufa, huwezi kudumu kwa muda mrefu. Kwa sababu inaonekana wewe umekopi na kupaste, mwenyewe yupo. Bwana
So far sasa tunaona maseries mengi yanafanya vizuri kwenye YouTube, tunaona watu wamejitokeza wengi kina Lamata na mambo kama hayo. Unaonaje lakini hii keki ilivyo? Inakushawishi kwa namna fulani kwa upande wako labda? Anayefanya vizuri anapewa maua yake. Atakayefanya vibaya basi ataambiwa kiukweli kazi yako unazingua. Vipi labda kwa upande wako katika kuendeleza vipaji sasa kwa vijana? Kwa sababu tunaona kila ambaye alianza mwanzoni sana miaka ya nyuma, sasa hivi kila mmoja naye pia anaanzisha kitu chake. Vipi kwa upande wako? Nitakwambia nikianzisha basi nitakutafuta.